Mtazamaji wangu, ninakusalimu popote mahali pale ulipo. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu. Baada ya kukaa kimya muda mrefu kutokana na mazingira yaliyokuwa nje ya uwezo wangu, hatimaye nimerejea tena hewani kuendelea na vipindi vya Ijue Kweli na hiyo kweli kuweke huru. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa na kipindi ambacho kinasema kuabudu Mungu katika roho na kweli. Nini maana ya kuabudu Mungu katika roho na kweli? Tunaposoma yale maandiko katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, ile sura ya 4 kuanzia ile mstari wa 22 hadi wa 24. Mwanamke alimuuliza Yesu kwamba yatupasa tuabudu katika mlima huu Gerizim au kule Yerusalemu? Yesu akamjibu akamwambia, mama, mnaabudu msichokijua. Si tunaabudu tukijuacho, kwa sababu wokovu watoka kwa Wayahudi. Wamwabuduo Mungu halisi yawabidi wamwabudu katika roho na kweli, kwa sababu Mungu ni roho, na Baba awatafuta watu kama hao ili wamwabudu yeye. Kwa yule mwanamke, wakati akiwa na Yesu anaongea naye, Yesu alipokuwa anamwambia, sababu wale walikuwa watu wa mataifa ambao walikuwa wanafanya ibada kwenye mlima Gerizim, na Wayahudi walikuwa wanafanya ibada kwenye hekalu kule Yerusalemu. Sasa mama akaona, mbona Yesu kama mimi navurugwa hivi? Inabidi ukweli ni upi? Tuendelee kuabudu kwenye mlima Gerizim au twende Yerusalemu wanakosema Wayahudi? Yesu anamjibu mama, ibada ya kweli haitegemei mahali wala eneo. Ibada ya kweli Mungu hajafungua kwenye mlima au kwenye hekalu. Mungu amejaza dunia nzima, yupo kila mahali kwa muda wote. Kwa hivyo kumwabudu yeye hakuhitaji eneo maalum, hakuhitaji uelekeo maalum, hakuhitaji kwenye kitu maalum, bali kumwabudu Mungu unamwabudu katika roho na kweli. Na Yesu akasema Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu katika roho na kweli. Sasa tuangalia nini maana ya kuabudu katika roho na kweli, kwa sababu watu wengi hawajui maana ya kuabudu katika roho na kweli. Hawaelewi. Andiko hilo nalisoma lakini hawalijui. Ila leo kwa neema ya Mungu tutaweza kujua nini maana ya kuabudu katika roho na kweli, na naamini mtazamaji wangu utabadilika tangia leo, utaanza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hivyo tunapoangalia nini maana ya kuabudu katika roho na kweli, tunaiangalia katika maeneo makuu mawili. Nini maana ya kuabudu katika roho na nini maana ya kuabudu katika kweli. Tunapoanza kuangalia maana ya kuabudu katika roho na kweli, tunaanza kipengele cha kwanza, nini maana ya kuabudu katika roho. Yaani Yesu aliposema wanaomwabudu Mungu halisi wanamwabudu katika roho na kweli, nini Yesu alimaanisha? Nini Yesu alikusudia kusema? Nini Yesu alikusudia kufundisha kanisa la leo? Nini Yesu alikusudia kufundisha wafuasi wake? Tunachokiangalia sehemu ya kwanza ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana yake ibada ya kwanza ni ya ndani kisha nje. Yaani ibada ya kwanza ni ya ndani, kutoka ndani ya moyo, kisha inafuata ibada ya nje, kwa maana matendo yale ya nje yanarespond au yanaitikia ile hali ya ndani. Maana Yesu alisema kinywa cha mtu, hata matendo ya mtu urespond ama uitikia kile kiujazao moyo wake, kiujazao moyo wake. Kwa hivyo Yesu aliposema yatupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, nini maana ya kuabudu katika roho? Nini maana yake? Tunapoongelea mpendwa, kumwabudu Mungu katika roho, hii ndio ibada yenye maana na hii ndio ibada ya ukweli. Moja, maana ya kuabudu Mungu katika roho ni ibada inayoongozwa na Roho Mtakatifu, si tu au desturi. Unajua kuna wengine wanadhani kuabudu katika roho na kweli ni ile kwenda ibadani ukainua mikono juu, ukainua mikono juu, wakati mwingine ukaabudu, yani ukasujudu, ukaimba nyimbo za taratibu, ukainama na kusujudu, ukainuka, ukaongea polepole, wakati mwingine ukalia, ukaimba kwa hisia. Wanadhani huko ndiko kuabudu katika roho na kweli. Kiukweli sio. Unaweza ukafanya hayo ukawa kweli upo kwenye roho, lakini pia unaweza kufanya hayo usiwe katika roho na kweli. Hii ya kuabudu, kusujudu, kuimba nyimbo za taratibu
ni mwitikio unaotoka ndani. Kwa hivyo Yesu alivyosema yatupasa kumwabudu Mungu au Baba katika roho na kweli, alichoimanisha ni mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni ibada inayoongozwa Roho Mtakatifu, si hisia tu au desturi. Yaani ni ibada ambayo inabidi iongozwe na Roho Mtakatifu kutoka ndani ya moyo, sio desturi wala kawaida iliyozoea kwamba tuna ibada yetu, tuna utaratibu na kanuni za ibada yetu, tutainua mikono, tutashikana kidogo, tutainama, tutaimba taratibu. Hiyo ndio kawaida. Unajua, ikitoka hatua hii inaingia hatua hii. Hiyo sio kuabudu katika roho na kweli. Kuabudu katika roho na kweli ni kuongozwa na Roho Mtakatifu, si hisia tu au desturi iliyozoea. Roho anakuongoza cha kufanya wakati ukiwa kwenye ibada. Anaweza kukuambia kaa kidogo, au simama, ama imba wimbo huu, au umeshapanga kuimba wimbo fulani wakati wa kuabudu, akakwambia hapana, wimbo huu si uimbe, imba wimbo fulani. Akwambia fanya kitendo hiki. Hiyo ndio maana ya kuongozwa na Roho wakati wa kuabudu katika Roho Mtakatifu, si kwa akili zako. Lakini pili ni kuja mbele za Mungu na moyo uliowashwa, ulio hai wa roho, si mwili tu. Yaani kuja mbele za Mungu na moyo uliowashwa. Yaani moyo umeshawashwa, umeinuka, umesimama, uko open. Moyo ulio hai katika roho, si katika mwili. Yaani moyo ambayo umemjaza Mungu, unamtumaini Mungu, unamwangalia Mungu, unamtafakari Mungu, unamjua Mungu, unawaza Mungu mfanyie nini afurahi, unatembea katika njia ambazo Mungu anazitaka. Kwa hiyo unapokuja kwenye kuabudu katika roho na kweli, ni pale ambapo unakuja na moyo uliowashwa, yaani moyo ulio hai kiroho, si kimwili. Unamtumainia Mungu, unamwangalia Mungu, unamtafakari Mungu, muda wote unatembea katika njia za Bwana. Hiyo ndio maana ya pili ya kuabudu Mungu katika roho. Maana ya tatu ya kuabudu Mungu katika roho aliyokusudia Yesu ni kuabudu kwa uhusiano wa kweli wa ndani wa moyo, si ibada za mazoea. Ni kuabudu kwa uhusiano wa kweli wa ndani wa moyo, si ibada za mazoea. Yaani unamtafakari Mungu, una ibada izoeleki na wala haina kanuni maalum. Unamwabudu Mungu katika moyo wa ndani wa kweli, si mazoea. Taimba wimbo huu, kimaliza naimba vile, nakaa nasikia neno, nitaruka mara mbili, taimba nyimbo 1.5, nitafanya hivi. Huko sio kuabudu. Hiyo sio kuabudu katika roho na kweli. Kuabudu katika roho na kweli ni pale unapoabudu kwa uhusiano wa kweli wa ndani. Yaani una mahusiano, yaani huyu Mungu unayekwenda kumwabudu unahakikisha mna mahusiano mazuri wewe na yeye. Huna makwazo na yeye, huna ugomvi na yeye, hamjapishana lugha. Yaani una mahusiano mazuri sana na huyu Mungu, ndipo atapokea ibada yako katika roho. Lakini kama hauna mahusiano mazuri, hiyo sio ibada katika roho, bali ni ibada katika mazoea, ni ibada katika mwili. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini pia haiwezekani kuabudu katika roho na kweli kama hujaokoka. Kisoma ile Yohana 3:3 inasema wale waliozaliwa kwa roho ndio wanaopaswa kuabudu Mungu katika roho. Huwezi kuabudu Mungu katika roho na kweli kama hujaokoka. Yohana 3:3 iko wazi. Inasema wale waliozaliwa kwa roho. Wewe umezaliwa kwa roho, umezaliwa mara ya pili. Maana yake umebadilishwa moyo wako, mwenendo wako, tabia zako, maisha yako. Unamwishia Mungu, unamwangalia Mungu, unashika amri, sheria, kanuni na hukumu za Mungu bila kuongeza wala bila kupunguza. Watu wanachuma matunda ya roho maishani mwako. Yaani tunaposema kuabudu katika roho na kweli, si kuimba tu wala si kutembea kwa unyenyekevu na kuinama na kusalimia kwa sauti ya chini. Hapana. Tunapoongelea kuabudu katika roho ni lifestyle. Yaani ni style ya maisha. Na tutaangalia baadaye jinsi ambavyo kuabudu katika roho kunapaswa kuathiri maisha yetu. Kunapaswa kuathiri maisha yetu, mwenendo wetu, tabia zetu za kila siku. Kuabudu katika roho tutaangalia baadaye kunapaswa kuathiri mwenendo wetu na maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kuabudu katika roho si jambo la mzaha. Si jambo la mazoea. Ni kuongoza Roho Mtakatifu kwa kila hatua unayoifanya. Ina maana kwamba lazima mtu awe ameokoka na amejazwa na Roho Mtakatifu, ndipo anaweza akamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa kifupi,
Kuabudu katika roho, ibada ya ndani inayotokana na uhai wa uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni ibada ya ndani inayotokana na uhai na uongozi wa Roho Mtakatifu, si ibada ya mazoea mazoea. Ni ibada ya moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea. Na Mungu anasema katika Yeremia, mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mwenye moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea, utetemekao, ulisikiao neno langu, moyo uliojaza maarifa yangu, moyo uliotunza sheria, amri, kanuni na hukumu zangu. Huo ndio moyo nitakaoangalia. Kwa ibada ya kweli haianzii ndani ya jengo la ibada. Ibada ya kweli ni staili na ni mwenendo wa maisha ya kila siku. Kwa hiyo kila sekunde lazima uwe katika ibada ya roho na kweli. Kila muda, umelala, umeamka, upo kazini, uko ofisini, uko nyumbani, kwenye biashara, kwenye gari, kila mahali madamu unapumua, ni kuhakikisha unamwabudu Mungu muda wote. Kwa maana kuhakikisha ni nini ampendaye Bwana, ni nini Bwana achukiayo usiyafanye. Maana ya pili ya kuabudu katika kweli, Yesu anasema Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu katika kweli na roho. Tumeangalia maana ya kwanza ya kuabudu katika roho. Sasa tuangalie maana ya pili ya kuabudu katika kweli. Si kila mtu anayetoa sauti kubwa ni mwabudu wa kweli. Mungu anatafuta ubora wa moyo, si uzuri wa sauti. Si kila mtu anayetoa sauti kubwa au sauti nyororo, sauti nzuri kwenye ibada, basi mtu huyo anamwabudu Mungu katika kweli. No, Mungu anachoangalia si ubora wa sauti, sauti kubwa, ndogo wala nyororo, bali Mungu anachokiangalia ni ubora wa moyo, si uzuri wa sauti. Haina maana ukiwa na sauti nzuri ni mbaya, haina maana sauti nzuri ni dhambi, la hasha. Pointi ni kwamba Mungu anachoangalia ni moyo ulio bora, moyo, ubora wa moyo, si sauti. Maana kuna mwingine anapokuwa na sauti nzuri, nyororo, anajua kuimba vizuri, anaongoza vipindi vya kuabudu vizuri na sifa, anadhani Mungu anafurahishwa na hicho. No, hivyo ni vitu ambavyo havimpi Mungu na wala Mungu havimshughulishi. Mungu anaangalia ubora wa moyo, moyo uliotunza amri, sheria, kanuni na hukumu zake, moyo unaojiepusha na dhambi na uchafu na uovu wa kila aina. Huu ndio moyo ambao Mungu anauangalia. Huo ndio moyo unaomwabudu Mungu katika kweli. Si tena hapo. Lakini pia maana ya kuabudu Mungu katika kweli ni nini? Moja, msingi wa ufunuo. Tunapoongelea msingi wa ufunuo, maana yake ni nini? Ibada lazima iwe na msingi katika kweli kuhusu Mungu kama alivyojifunua hasa kupitia Yesu Kristo. Ile Yohana 14:6, Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kwa lazima mwabudu Mungu katika kweli, umwabudu Mungu kupitia Yesu Kristo. Huwezi kupata ibada ya kweli nje na Yesu Kristo. Huwezi kuabudu Mungu wa kweli nje na Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima uwe na msingi wa kweli ya Mungu katika ibada yako. Kila ufanyalo kwa neno, kila usemalo, kila ufanyalo kwa tendo na kila usemalo kwa neno, hakikisha liko kwenye mwongozo wa kweli ya Mungu, limeelekezwa na Mungu, si desturi wala mila au maagizo ya dhehebu lako au dini yako au tamaduni wako au mawazo yako. Kila usemalo kwa neno au kwa tendo, hakikisha yote yana msingi katika neno la Mungu. Hii ndio maana ya kwanza ya kuabudu Mungu katika kweli. Lakini maana ya pili ya kuabudu Mungu katika kweli ni kulingana na neno la Mungu. Ibada ni ibada inayolingana na neno la Mungu, si ibada za kimakosa, ushirikina, hisia tupu au mapokeo ya binadamu. Yaani ibada ambazo zinaendana na neno la Mungu. Hakuna mle makosa yote yanayoingizwa au mawazo ya watu ama desturi za dini au tafsiri za watu kwa akili zao. Kila mfanyalo, kila msemalo ni kuhakikisha kwamba liko katika uongozi wa neno la Mungu. Hiyo ndio kuabudu katika kweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao huwa wanaweka mawazo yao wenyewe, wanaweka vitu vyao wenyewe ambavyo ni kinyume na Mungu. Yaani wanaweka taratibu za kidini na kanuni, sheria na amri ambazo kimsingi ziko nje na kweli ya Mungu ambalo ni neno lake. Kwa hiyo hakikisha wewe ulifanya au kulisema lipo kwenye msingi wa neno la Mungu,
na likiwa na tafsiri sahihi, likiwa na tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Ibada inapaswa kuendana na mafundisho na maadili yaliyopo katika neno la Mungu. Inatupasa kumwabudu Mungu jinsi alivyo na si jinsi tutakavyo awe. Inabidi tuabudu Mungu jinsi alivyo, si jinsi sisi tutakavyo Mungu awe. Kwa hiyo unajua kuna watu ambao wanataka wamfanye Mungu awe kama anavyotaka wao. Yaani Mungu aendane na wao, akubaliane na wao, hilo jambo liwezekani. Lazima tuabudu Mungu kama alivyo, si kama tutakavyo Mungu awe. Ni kuja mbele za Mungu kwa uaminifu, unyofu na uadilifu wa moyo, bila unafiki, bila kujifanya. Yaani kuabudu katika kweli ni kuja mbele za Mungu kwa moyo wa uaminifu, unyofu wa moyo, moyo ulio safi, moyo ambao hujajaza hila, haujajaza uovu, haujajaza ujinga ama uvunjivu wa maelekezo ya Mungu. Ni moyo ulionyoka, wenye uadilifu, ni moyo ambao una unafiki wala kujifanya. Yaani kuna mtu ambaye anavaa maski ya utakatifu anapokuwa ibadani, au anapoelekea ibadani anatembea kwa mwendo wa kunyata, anaongea kwa sauti ndogo. Hiyo ni kujivika maski tu, kinyago cha utakatifu. Kimsingi maisha yao yaishi. Nimesema mwanzo, kuishi maisha ya kuabudu Mungu katika kweli, katika roho na kweli, ni staili ya maisha, lifestyle ya maisha. Mwenendo wetu, tabia zetu, kila jambo lazima liwe katika kweli ya Mungu, si nje na hapo. Na maana ya kuabudu Mungu katika kweli ya tatu ni maisha halisi. Maisha halisi. Tunapoongelea maisha halisi, maana yake ni nini? Inahusisha kuishi maisha ya kweli na ya uaminifu mbele za Mungu katika kila jambo. Si kuvaa maski ya utakatifu wakati wa ibada tu. Ni kujenga ibada juu ya kweli kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima, Yohana 14:6. Yaani ni kuishi maisha ya kweli, maisha ya uaminifu mbele za Mungu. Na Yesu aliongea kwenye Mathayo sura ya 6. Anasema watu wakiyaona matendo yenu, ninyi ni taa ya ulimwengu. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Watu wakiona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo inapaswa wewe mtu uliyookoka, unayesema ni Mkristo, ni lazima watu wamtukuze Mungu kupitia mwenendo wako, matendo yako, maneno yako. Wamuone Yesu, akitembea Yesu, akiishi katika maisha yako. Waone tabia zako, mwenendo wako, waseme huyu ni wa Yesu. Waone tabia zako, matendo yako, maneno yako, waseme huyu kweli ameokoka. Hiyo ndio maana ya kuabudu Mungu katika kweli. Usifanye kweli ya Mungu itukanwe kwa sababu ya mwenendo wa kihuni. Usifanye kweli ya Mungu ipuuzwe kwa sababu ya maisha yake ya dhambi. Kama ulize Nabii Daudi, kuna kipindi aliteleza mfalme Daudi. Nini kilimkuta? Madhara ya dhambi ni makubwa mpendwa. Madhara ya dhambi ni makubwa. Madhara ya dhambi ni mabaya. Madhara ya dhambi yana uwezo wa kuathiri wewe, yakaathiri familia, yakaathiri jamaa, yakaathiri ukoo, yakaathiri taifa. Ogopa na ikimbie dhambi kama ukoma. Hiyo ndio maana ya kumwabudu Mungu katika kweli, yaani maisha ya kweli ya uaminifu mbele za Mungu katika kila jambo, sio kuvaa maski ya utakatifu unapokuwa ibadani. Wapendwa, dhambi ni mbaya, ina madhara makubwa kuliko ambavyo unaweza kudhani, ina madhara makubwa kuliko ambavyo unaweza kufikiri. Dhambi inaathiri kila nyanja ya maisha yako. Dhambi inaathiri wewe binafsi, inaathiri maisha yako, inaathiri familia, inaathiri mtaa, inaathiri kanisa, inaathiri mpaka taifa. Kwa hiyo iogope dhambi. Mwabudu Mungu katika kweli kwa kushika kweli yake na kuishi, sio maigizo. Na pia kwa kifupi, kuabudu katika kweli, ibada inayolingana na mafundisho ya Biblia, ni tabia halisi ya Mungu, si ibada ya uongo au uongozi wa hisia au mfumo wa kidini. Hiyo ndio maana ya kumwabudu Mungu katika kweli, yaani ibada inayolingana na mafundisho ya Biblia na tabia halisi ya Mungu. Ni ibada ambayo inaendana na mafundisho ya Biblia na tabia halisi ya Mungu, si ibada ya uongo ama uongozi wa hisia ama mfumo wa kidini. Hapana, ni ibada ambayo inaenda katika kweli ya Mungu. Kwa hiyo kama watu waliokoka, ni lazima tofauti, ni lazima maisha haya ni lazima mwenendo wetu
uwe sawasawa na injili ya Yesu Kristo. Hata Paulo mtume aliwaambia, akaambia, nisipokuwepo nisikia kwamba mwenendo wenu mnaenenda sawasawa na injili ya Yesu Kristo. Mumtangaze Yesu kwa matendo yenu. Matendo yanahubiri kuliko maneno. Matendo yanasema kuliko maneno. Ni kuhakikisha kila mahali ulipo unautunza utakatifu, unaenenda katika utakatifu, wala sio nje na hapo. Maana kumekuwa na ulokole bandia na usanii mwingi wa Bwana asifiwe mdomoni, lakini moyoni Bwana laaniwe. Hiyo ikubaliki, na wala sio kuabudu katika roho na kweli. Kuabudu katika roho na kweli ni kujiepusha na dhambi na uovu wa kila namna. Sasa mpendwa mtazamaji wangu, kuabudu katika roho na kweli hakuishii kanisani pekee, bali kuna athiri kila sekunde ya mwenendo wa maisha yetu, lifestyle ya maisha yetu. Maana yake ni nini? Maana ya msingi ya kuabudu ni kumpa Mungu heshima au thamani anayostahili kwa matendo yetu na maneno yetu. Kwa hiyo kuabudu Mungu katika roho na kweli hakuishii tu kwenye ibada peke yake. Hapana, hakuishii kwenye ibada peke yake. Ni maisha yanayoendelea nje, na hasa unapokuwa nje huko ndio kwenye kuabudu katika roho na kweli. Ibada ya katika roho na kweli si tukio la muda tu fulani. Unapokuwa ibadani, hapo unasema kwenye ibada, ukitoka nje unakuwa mtu mwingine. No, bali ni mtindo. Ibada katika roho na kweli si tukio la muda fulani tu, bali ni mtindo wa maisha wa kumpa Mungu heshima na thamani, kumtambua na kumpa sifa kwa sababu yeye ni mkuu sana na muumbaji wetu, na kwa yale anayofanya kila siku katika maisha yetu. Kuabudu katika roho na kweli ni kushika amri, sheria, kanuni na hukumu za Mungu kwa uaminifu wote. Katika maisha ya kila siku tunaishi mitaani, kazini, kila mahali, ni kuhakikisha Yesu anaonekana katika maisha yetu. Hiyo ndio maana ya kuishi maisha ya katika roho na kweli. Sasa tuangalie kuishi katika roho na kweli. Tuangalie kuishi. Tumeona kule maana ya kwanza ya kuabudu katika roho, na tukaona maana ya kuabudu katika kweli. Sasa tuangalie kuishi katika roho, yaani ibada ya ndani ya kujisalimisha. Kuishi katika roho. Tunaishije katika roho? Kuishi katika roho maishani mwetu inahusu moja, uaminifu. Uaminifu wa moyoni. Kufanya maamuzi yetu yote kuwa ni safi mbele za Mungu, tukijua kwamba Mungu anajua mawazo na nia za moyo wetu. Mathayo 6:6. Hiyo ndio maana ya kuishi katika roho, uaminifu moyoni. Kufanya maamuzi yetu yote kuwa ni safi mbele za Mungu, tukijua kwamba Mungu anajua mawazo na nia za moyo wetu. Unapoamua, unapoongea, hakikisha maamuzi haya yanaenenda sawasawa na kweli ya Mungu, yanaenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio maana ya kuishi katika roho. 2, maombi ya kuendelea. Tunapoongelea maombi ya kuendelea ni kuishi katika roho, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kukuza mazungumzo ya mara kwa mara na Mungu siku nzima. Sio tu maombi ya dakika 5 asubuhi, bali kuwa na roho ya kuomba na kutegemea Roho Mtakatifu katika kila hali. Tunaposema maombi ya kuendelea, si maombi ya dakika 5 umeenda kazini, si maombi ya dakika 10 labda ulikuwa umefunga kwa mwaka mara 2-3. Hapana, ni kuwa na maombi endelevu. Unaomba katika roho, upo kwenye gari, upo kwenye kazi, uko popote pale, unahakikisha uko rohoni, unakuwa na maombi endelevu, unakuwa na mahusiano karibu na Mungu kwa njia ya maombi. Unaimba katika roho, unaomba katika roho, unatenda katika roho. Popote unapokuwa, unahakikisha kwamba unakuwa na mahusiano bora na Mungu kupitia maombi kila wakati. Maana ya 3 ya kuishi katika roho, tunda la roho. Tunda la roho. Tunda la roho ni kuunda tabia ya Yesu katika mahusiano yetu: upendo, furaha, amani, uvumilivu na kadhalika. Galatia 5:22-23. Jinsi tunavyowatendea wenzetu kunakuwa sehemu ya ibada yetu ya roho. Jinsi Yesu alisema kwenye Mathayo 7, anasema jinsi unavyotaka utendewe na watendee wengine vivyo hivyo. Hiyo inaitwa sheria ya dhahabu. Inaitwa sheria ya dhahabu. Jinsi ambavyo unapenda usitendewe na usiwatendee wengine. Kwa kuishi katika roho ni kuonyesha matunda ya roho, yaani utu wema, upendo, uvumilivu,
utakatifu, tabia njema, furaha na amani, kutokuwa na vinyongo na watu wala chuki na watu, kutokuwa Mungu wala mbea. Haya ndio maana ya kuishi katika roho. Lakini kujisalimisha, maana ya tatu ya kuishi katika roho ni kujisalimisha, surrender. Yaani kumpa Mungu udhibiti wa mipango yetu na matarajio yetu, kuwa tayari kufuata roho pale, kuwa tayari kufuata pale Roho Mtakatifu anapoongoza, hata kama ni kinyume na matakwa yetu ya kibinadamu. Kuna wakati mwingine unapanga kufanya hivi, Roho wa Mungu anasema hapana, inabidi ufanye hivi. Kwa hiyo lazima uwe tayari kukubali maelekezo ya Roho Mtakatifu na ushauri wa Roho Mtakatifu. Hii ndio maana ya kuishi katika roho. Sasa tuangalie maana ya kuishi katika kweli kwa maana ya vitendo. Kuishi katika kweli kwa maana ya vitendo. Kuishi katika kweli, ibada ya utiifu na uelewa. Maana yake ni nini? Utiifu katika kazi. Kufanya kazi yetu kwa uaminifu na bidii, kana kwamba tunamfanyia Bwana. Wakolosai 3:23. Kuacha udanganyifu, uvivu au wizi kazini ni kuishi katika kweli. Yaani unapokuwa umeokoka ni mtu ambaye unakuwa ni mkweli, na ukweli una gharama, ukweli una gharama zake. Unapokuwa unafanya kazi ya watu, fanya kazi kana kwamba ni ya kwako. Usifanye ili mradi tu, maana kuna watu wanafanya kazi, anafanya ili mradi tu. Lakini wewe kama mtu umeokoka, fanya kazi kwa uaminifu. Fanya kazi kwa moyo, acha uvivu, acha udanganyifu, acha ujanja. Ishi kweli, inene kweli, tenda katika kweli. Hiyo ndio maana ya kuishi katika kweli ya neno la Mungu. Lakini pia uwazi katika maneno, kusema kweli na kuwa watu wa amina, na ndio Mathayo 5:37, kujiepusha na umbea, uongo au ushahidi wa uongo. Kuwa ni mbea, unashahadia vitu ambavyo huvijui, unatoa ushahidi wa uongo, haifai. Kwa hiyo kuishi katika kweli ni kuwa mkweli, sio mbea, mnafiki, mchonganishi, unavumisha uongo. Unaposikia jambo kwa mtu, usikimbie kulivumisha, muulize kwanza, ujue undani wake na ukweli wake. Hiyo ndio maana ya kuishi katika kweli. Tatu, kutafakari neno, yaani kujifunza neno la Mungu kwa bidii na uelewa na kulifanya ndio dira ya maisha yetu. Yaani kulitafakari neno usiku na mchana na ukalifanya hili neno ndio dira ya maisha yako kila wakati. Kuishi katika kweli nne ni maisha ya haki. Maisha ya haki. Kuishi kwa haki na uaminifu katika mambo ya kifedha, mahusiano na katika jamii. Haki na kweli ni viungo muhimu vya kuabudu. Yaani uwe ni mtu wa haki. Uishi haki, uitende haki, uifanye haki kwenye familia, kazini, mahala popote ulipo, hakikisha unampa kila mmoja haki yake anayostahili. Ishi kwa haki. Kama wewe ni hakimu au ni jaji, hukumu kwa haki, amua kwa haki. Usipendelee mtu, usionee mtu, usimnyanyase mtu, wala usimdhulumu mtu. Uwe ni mtu wa haki. Hiyo ndio maana ya kuishi katika haki. Hii ndio maana ya kuenenda katika haki. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, kifupi tunapomfanya Yesu kuwa Bwana kwa kila eneo la maisha yetu, nyumbani, kazini, shuleni, sokoni, tunakuwa waabudu halisi ambao wanaabudu katika roho na kweli. Tunapomfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu, shuleni, kazini, nyumbani, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, shuleni, kila mahali, watu wamuone Yesu na Mungu atakubariki. Hii ndio maana halisi ya kuabudu katika roho na kweli. Nikutakie siku njema. Tukutane siku nyingine kwenye kipindi cha Ijue Kweli na Kweli Itakuweka Huru. Kwa mawasiliano nipigie simu kwa swali lolote lile la kibibilia, nipigie simu niulize 0788508124. Ina namba ya WhatsApp. Namba yangu ya Voda ni 0769976967. Na namba yangu ya Halotel ni 0625523601. Namba yangu ya Tigo ama Yaz ni 0718864465. Ukinipigia utanipata. Hii ni sauti ya Pastor Chabashasa. Mungu akubariki sana. Amen.